Wakati wa maandamano ya kuwakumbuka waliopoteza maisha katika maandamano ya mwaka jana ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024, mamlaka ya mawasiliano nchini CA ilitoa tangazo kwa vyombo vya habari nchini kutopeperusha matukio ya maandamano yaliyokuwa yakiendelea maeneo tofauti nchini. Kwa mujibu wa barua kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya mawasiliano David Mugonyi, redio zote na televisheni ziliagizwa kutopeperusha matukio ya maandamano mubashara kwa madai kuwa matangazo hayo ya moja kwa moja yalikiuka vifungu vya 33 na 34 vya katiba ya Kenya. Katika barua hiyo nikinukuu, hii ni agizo kwa vituo vyote vya televisheni na redio kusitisha mara moja matangazo ya moja kwa moja maandamano. Kutozingatia agizo hili kutasababisha hatua ya kudhibitiwa kulingana na sheria ya mawasiliano na habari ya Kenya ya mwaka 1998. Baadhi ya vituo vya televisheni nchini viliripoti kuwa matangazo yao yalikatwa siku ya Jumatano baada ya maafisa wa mamlaka ya mawasiliano nchini kuvamia kwa nguvu miundombinu yao ya utangazaji. Hatua hii ilizua ukosoaji mkali kutoka kwa wataalamu wa sheria na wadau wa vyombo vya habari, akiitaja hatua ya mkurugenzi mkuu wa CA David Mugonyi kuwa kinyume cha katiba na pigo kubwa kwa uhuru wa vyombo vya habari nchini. Chama cha wahariri nchini KEG pia kilipinga vikali agizo hilo la CA, kikisema kuwa linafasiri vibaya vifungu vya 33 na 34 vya katiba vinavyolinda uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyombo vya habari. Nikinukuu sehemu ya barua hiyo, dai la mamlaka ya mawasiliano kwamba inatekeleza agizo hilo kwa mujibu wa vifungu vya 33 na 34 vya kikatiba ni potofu kisheria. Vifungu hivyo vinahifadhi uhuru wa kujieleza na mipaka yake ni wazi tu kwa matamshi ya chuki, uchochezi au propaganda, si kwa uandishi wa habari wa kuwajibika. Katika taarifa hiyo, chama cha wahariri kilidai agizo hilo liondolewe mara moja na kuitaka bunge pamoja na idara ya mahakama kuchunguza mwenendo wa CA. Chama cha mawakili nchini LSK kilifika mahakamani mara moja baada ya kutolewa kwa tangazo hilo na kufanikisha kupata amri ya kusitisha utekelezaji wa agizo hilo la mamlaka ya mawasiliano. Mnamo Novemba 2024, mahakama kuu iliondoa uwezo wowote wa mamlaka ya mawasiliano kudhibiti maudhui ya matangazo. Kulingana na uamuzi wa Jaji Lawrence Mugambi, mamlaka ya mawasiliano haina mamlaka ya kikatiba au kisheria ya kudhibiti maudhui ya matangazo. Wajibu huo upo chini ya Baraza la Vyombo vya Habari nchini MCK. Mnamo tarehe 15 Mei 2025, Baraza la Vyombo vya Habari nchini lilizindua msimbo wake mpya wa utangazaji ulioangazia ulinzi wa watoto, maadili ya uandishi wa habari na uwajibikaji wa maudhui. Katiba ya Kenya inasisitiza umuhimu wa uhuru wa vyombo vya habari. Katika kifungu cha 34, serikali haitapaswa kuingilia utendakazi wa vyombo vya habari wala kuviadhibu kwa maoni yanayoelezwa. Hata hivyo, uhuru huo una mipaka pale ambapo habari hizo zinahusiana na propaganda ya vita, uchochezi wa ghasia, matamshi ya chuki au uchochezi wa chuki. Sekta ya vyombo vya habari nchini Kenya imekuwa kielelezo cha mabadiliko ya kisiasa tangu uhuru. Licha ya athari tofauti kwa sekta hii kutoka kwa tawala ambazo zimekuwepo. Katika kipindi cha muongo mmoja uliopita, kumekuwa na mwamko wa kuimarisha uhuru wa kujieleza. Licha ya hatua hizi, bado kuna changamoto katika kufanikisha uhuru kamili wa vyombo vya habari nchini Kenya. Vitisho hivi sasa vina sura mpya, kwani vinatolewa hadharani na hata kutetewa waziwazi na baadhi ya wahusika. Licha ya sheria madhubuti zilizopo nchini Kenya, uhuru wa habari umekuwa ukikandamizwa mara kwa mara. Wakati akiwa waziri wa biashara na uwekezaji, Moses Kuria, ambaye sasa ni mshauri wa rais, alitoa kauli dhidi ya shirika la habari la Nation akisema, Nation Media sasa lazima muamue kama nyinyi ni gazeti, kituo cha utangazaji, chombo cha habari au chama cha wanasiasa. Nimesema kuanzia kesho, hata leo, idara yeyote ya serikali itakayoweka tangazo Nation Media Group ijihesabu imetengwa. Mwisho wa nukuu. Tamko la kimataifa la haki za binadamu pia linatambua uhuru wa kujieleza kuwa ni haki ya msingi ya binadamu. Kila mtu ana haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari na mawazo kupitia chombo chochote cha habari bila kujali mipaka. Chris Sifuna, Runinga ya Tandao.